Kuna taarifa hapa ya kusikitisha sana, ni kuhusiana na namna ambavyo mfuniko wa gesi ulivyosababisha kifo. Tulia hapo ndugu zangu. Mfuniko wa gesi. Gesi ya kupikia au nini? Yes. Haiwezekani kwa kupikia. Mfuniko gani wa gesi ya kupikia? Hebu icheki vizuri sana. Usikiliza sasa. Mtungi wa gesi huo baba. Twende kazi. Mfumukaji mtungi ulikuwa sealed vile. Kijiji cha Masiwa, kata ya Dunda, wilayani Bagamoyo. Hii ndio taarifa ilipotokea. Kijiji hichi kimepigwa na simanzi baada ya kijana mmoja kufariki kwa kupigwa kichwani na mfuniko wa mtungi wa gesi uliofyatuka kwa kasi katika tukio la kutisha lililotokea Oktoba 18 mwaka huu. Kwa mujibu ya taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Salim Morcas, tukio hilo lilitokea majira ya saa 5 asubuhi wakati kijana huyo aliyekuwa akiokota vyuma chakavu akijaribu kufungua mtungi wa gesi kwa kutumia nyundo. Fire extinguisher kumbe. Kamanda Morcas alisema uchunguzi wa awali umebaini kuwa kijana huyo Musa Rashid mwenye umri wa miaka 19 aligonga mfuniko wa mtungi wa gesi wa kilo 20 kwa nyundo akijaribu kuondoa, jambo lilosababisha mfuniko huo kuruka kwa kasi kubwa na kumgonga kichwani Mengi Waziri mwenye umri wa miaka 25 ambaye alikuwa umbali wa takriban mita 10 kutoka eneo la tukio. Alo? Basobaza. Sasa hiyo gesi ilikuwemo maana yake. Naye anataka kuondoka na hicho kifuniko. Si imekuwa compressed ile. Naona kuna pressure ndani kali sana. Hata kama gesi inakuwa imeisha bado nakuta ile. Yaani ipo fulani. Alafu kumekuwa kuna hii tabia pia ukiangalia watu wanaosambaza hii mitungi ya gesi. Ngoja kabla jana mbaya. Hebu check vizuri. Ni mfuniko ni gesi gani? Sasa mimi mitungi ya gesi haijua mimi katika hali ya kawaida. Mfuniko upi? Ndio hicho ambacho mimi kinanishangaza. Ndio maana nafikiri fire extinguisher. Ngoja niendelee hapa. Baada ya kugongwa kwa nguvu, mfuniko huo uliruka kwa kasi isiyotarajiwa na kumgonga Mengi kichwani ambapo alijeruhiwa vibaya na kufariki. Sasa huu mtungi wa namna gani? Hebu ngoja. Jeshi la polisi limewaonya wananchi hasa wale wanaojihusisha na biashara ya vyuma chakavu kuacha tabia ya kugonga ama kukata vifaa vyenye gesi au vinavyoweza kulipuka kwa kuwa ni hatari kwa maisha yao na wengine. Ni muhimu kuhakikisha vifaa hivyo havina mabaki ya gesi ama kemikali kabla ya kuvikata ama kuvipiga nyundo.